Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Na jioni ya leo taarifa yetu kuu ni kuhusu Tanzania, kwani makundi ya kimataifa ya mawakili sasa naitaka mahakama ya ICC kufanya uchunguzi huru kuhusiana na ghasia na mauaji yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu nchini humo. Mashirika hayo yakiongozwa na chama cha mawakili cha Madrid nchini Uhispania yanaripoti dhulma na mauaji yaliyofanywa na serikali ya Tanzania. Haya yanajiri huku serikali ya Tanzania ikifutilia mbali sherehe ya siku za uhuru nchini humo. Takriban mwezi mmoja baada ya uchaguzi tata na kutangazwa kwa Samia Suluhu kama mshindi, joto la uchaguzi huo sasa linaelekea katika mahakama ya ICC. Chama cha wanasheria wa Madrid, taasisi ya haki za kibinadamu, chama cha wanasheria duniani na makundi ya utetezi wa haki za kibinadamu wameiomba ICC huko The Hague kufungua uchunguzi rasmi kuhusu matukio nchini Tanzania kabla na baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa ombi hilo, vikosi vya usalama vya Tanzania vimewaua maelfu ya raia, kuwatishia mamia kwa kuwateka na kuwapoteza, kuwatesa maelfu kama mahabusu, kufanya ukatili wa kingono dhidi ya wafungwa, kuwafukuza kwa nguvu makumi ya maelfu ya Wamasai wenye asili na ukandamizaji. Mlalamishi wakili Juan Carlos Guterres anayewakilisha waathiriwa anasema Rais Samia Suluhu Hassan kama amiri jeshi mkuu ndiye anayewajibika kwa uhalifu huo. Serikali ya Rais Suluhu vilevile imekashifiwa na kamati ya Seneti la Amerika kuhusu mashauri ya kigeni. Kamati hiyo inataka uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji ya wananchi na vyombo vya usalama nchini huo kufanywa. Wakati huo huo, serikali ya Tanzania imefutilia mbali sherehe za siku ya uhuru. Hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha hiyo Desemba 9. Na gharama ya fedha ambazo zilikuwa zitumike kwenye sherehe ameelekeza ziende kutengeneza miundombinu iliyoharibika. Kijiji cha vilevile, serikali imeanza kuwaachilia baadhi ya watu zaidi ya 300 waliokamatwa na kushtakiwa kwa uhaini wakati wa uchaguzi. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.